Dar es Salaam. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa Afrika haiwezi kushinda vita dhidi ya saratani ikiwa kila nchi itafanya kazi peke yake. Amesema kuwa ili kufikia malengo ya mapambano dhidi ya saratani kunahitajika kuwepo kwa ushirikiano wa kikanda na wa bara zima katika utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu na kubadilishana rasilimali, teknolojia pamoja na uzoefu. Ametoa wito huo jana alipomwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya saratani ya Ocean Road yaliyofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Dodoma. Serikali imetangaza kupunguza gharama za leseni na ada za maombi kwa wabunifu, watayarishaji wa maudhui pamoja na vijana wanatumia majukwaa ya mitandao ya kijamii nchini, ikiwa ni hatua ya kupunguza gharama za uendeshaji na kukuza uchumi wa kidijitali. Akizungumza jana jijini Dodoma katika mkutano mkuu wa mwaka wa vyombo vya utangazaji nchini, Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwijuma amesema uamuzi huo umetokana na maoni ya wadau wa sekta hiyo waliobainisha changamoto ya gharama kubwa za leseni, na lengo la serikali ni kuweka mazingira rafiki yatakayochochea ajira kwa vijana, kuongeza ushindani wenye tija na kuimarisha ubora wa maudhui yanayozalishwa mtandaoni. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA Dr. Jabir Bakar amesema mamlaka hiyo imeanza mchakato wa kuisha kanuni ili kuruhusu utangazaji wa redio kwa njia ya kidijitali, na kwamba huduma hiyo inatarajiwa kuanza katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Dodoma, ikiwa ni sehemu ya maboresho ya sekta ya utangazaji nchini. Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Deogratus Ndejembi amewaelekeza makatibu wakuu wa wizara hiyo kuunganisha nguvu katika kutafuta vyanzo vipya vya nishati ili kufikia uzalishaji wa megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Akizungumza jijini Dar es Salaam jana wakati akimpokea katibu mkuu mpya anayeshughulikia mafuta na gesi asilia Dr. James Mataragio, Waziri Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuongeza kasi kutoka uzalishaji wa sasa wa megawati 4,400 ili kukidhi mahitaji ya nchi. Waziri Ndejembi amewataka viongozi hawa akiwemo mhandisi Felichesmi Mramba anayeshughulikia umeme wa nishati jadidifu kuacha kukaa ofisini na badala yake kutembelea miradi mara kwa mara. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Ripoti mpya ya UNICEF imebainisha ongezeko kubwa la uandikishaji wa watoto katika makundi ya silaha nchini Haiti, huku umasikini, ukosefu wa usalama na vurugu za magenge vikizidi kuongezeka katika taifa hilo la Caribbean. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF iliyotolewa jana, idadi ya watoto wanaojiunga au kulazimishwa kujiunga na makundi ya silaha iliongezeka mara 3 mwaka uliopita, ikionyesha hali inayozidi kuwa mbaya kwa watoto na familia zao. Ongezeko hilo linajiri wakati ambapo vurugu za magenge zimewalazimu takriban watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao kote nchini Haiti. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa nchi washirika barani Ulaya kuharakisha utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga, akisema mashambulizi kutoka Urusi yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia na miundombinu muhimu nchini Ukraine. Katika hotuba yake ya kila jioni kwa njia ya video, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inahitaji msaada wa haraka na wa kutosha ili kuzuia mashambulizi ya Urusi, akionya kuwa Urusi haipaswi kuonyeshwa ishara yoyote kwamba mashambulizi yao yanafanikiwa au yanaisaidia kwa namna yoyote. Amesisitiza kuwa uwezo wa Ukraine wa kujilinda unategemea kwa kiasi kikubwa kasi ya usambazaji wa mifumo ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wake. Na waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mukhair al-Din Salem Ahmed amekariri wito wake kwa Umoja wa Mataifa akiitaka AU kutafuta hatua yake ya kuisimamisha wanachama nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika katika umoja huo. Akizungumza katika kikao cha Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa jana, Salem amesema mzozo nchini Sudan umefikia tamati. Aidha, ameshutumu baadhi ya watu kuchochea mzozo nchini Sudan bila kuwataja majina na kikosi cha usaidizi wa haraka RSF kwa kutumia rasilimali za dhahabu kinyume cha sheria katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake.
Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mromo, sondoke. Hii ni Mjini FM Kwatuni kwako. Asante kwa kusikiliza jicho la nje kwa wiki nzima mpaka hii leo Ijumaa. Endelea kuwa nasi mpaka pale saa 3 kamili asubuhi. Jicho la nje.